Ninamshukuru Mungu ambaye ametupa neema ya kukutana. Tuna wiki ya maandalizi ya maombi na sijui kama watu wako serious kama wanavyotamani tuwe serious, lakini tutakuwa na maombi ya siku 21 mpaka siku 24 kadiri Mungu ambavyo atatuwezesha. Mimi nilitamani tuanze maombi tarehe 1 na ndio lengo langu kwamba tutaanza tarehe 1 siku ya Ijumaa na yaishe tarehe 21, lakini kukatokea viongozi wakasema, unajua watu tukianza katikati ya waji na tukimaliza katikati ya waji. Lakini mimi binafsi nafsi yangu inanishuhudia kwamba wale wanaokuja ndiye ambao Mungu anakuwa amewakusudia. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tusijilazimishe kutoka kwenye kiwango kusudi tushuke tulingane na yule ambaye kiwango chake kiko chini. Acha Waswahili wanasema usimwamshe aliyelala, vinginevyo unaweza ukalala wewe. Kwa hiyo tusiwatafute, tusihangaike nao sana, ili kusudi sisi tuendelee na tuhamasishe wao waje, na kama hawaji basi itakuwa ni bahati mbaya yao. Na neno la Mungu linasema Mungu anamtafuta mtu. Nataka nikufundishe jioni ya leo kwa dakika chache nilizonazo mambo ambayo maombi pekee bila kufunga niseme neno gani? Nataka niongelee mambo ambayo maombi bila kufunga hayakupi majibu. Labda nikisema hivi, majibu ikiwa hatutafunga. Sawa? Sawa? Umeelewa? Kuna vitu ambavyo ni kweli wewe ni muombaji lakini unahitaji hatua ya kufunga. Naomba tuanze na kitabu cha Mathayo sura ya 17 mstari wa 20 na 21. Nitaenda haraka kwa sababu muda wangu utaniacha. Mathayo sura ya 17, neno ambalo kila wakati tukifunga nalisoma. 19, Mathayo sura ya 17 mstari wa 19, lakini utafuta mstari wa 21. Neno la Mungu linasema, kisha wale wanafunzi wakamwendea Yesu kwa faragha, wakasema, mbona sisi hatukuweza kumtoa huyo pepo? Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Kwa maana amini nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtauambia mlima huu, ondoka hapa uende kule, nao utaondoka, wala halitakuwepo neno lisilowezekana kwenu. Lakini akasema mstari wa 21 ambao unatafuta, anasema, lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Nataka uwe hai. Kwa hiyo inawezekana ukafunga, lakini amesema kuna kondisheni mbili, kwamba ili kusudi tupate matokeo lazima maombi yaambatane na nini? Na kufunga. Kwa tunafunga, na kufunga ndiko ambako kunafungua vitu ambavyo katika namna ya kawaida haviwezi kufunguka. Kwa nasema maombi yana nguvu, lakini yanapoongezewa na mfungo, mbingu zinaitikia. Bwana asifiwe sana. Maombi yana nguvu, lakini yakisindikizwa na mfungo, mbingu zinatikisika. Anasema kama unataka upenyo, kama unataka kuona sawasawa, kama unataka kuona nguvu, hakikisha kwamba maombi yako yanaambatana na kufunga. Bwana asifiwe sana. Najua kuna watu wengi ambao wana sababu za kwa nini wafungi. Vidonda vya tumbo, udhaifu, nina hiki. Wengine wanaogopa tu kwamba anaweza akafa akifunga, lakini nikuhakikishie kwamba hauwezi kufa. Jambo la kwanza ambalo maombi ya kufunga na kuomba yanafanya, nianze na lile ambalo mara zote nimesema kwamba tunapofunga tunalenga mambo makuu matatu. Sasa leo nitaongezea mambo mengine ambayo yanatokea tunapofunga na kuomba, lakini naomba niyakukumbushe hayo ya kila siku kwamba tunapofunga tunaua kitu cha kwanza, tamaa ya mwili. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Jambo la pili, tunaua nini? Kiburi. Tulisema mtu anayeomba ni mtu ambaye anataka kushuka, anataka kunyenyekea. Bwana apewe sifa. Kwenye Mambo ya Nyakati wa Pili 7:14 mstari maarufu anasema, ikiwa watu wangu walitoka kwa jina langu wakinyenyekea na kuomba na kuacha njia zao mbaya na kunitafuta uso, nitaponya nchi yao. Bwana asifiwe sana. Kwa anatuonyesha kwamba maombi
ni sehemu ya kunyenyekea. Mtu anayeomba maana yake kwamba anahitaji msaada, ni kusema kwamba mimi ili sitaweza peke yangu, ninahitaji God's intervention. Niliwaambia kwamba Mungu ametupa hii ardhi, Mungu amempa mwanadamu dunia. Bwana asifiwe sana. Akamweka kwenye bustani ya Eden, akampa mamlaka, akasema umiliki, uitawale samaki wa baharini, ndege wa angani na wanyama wote watambao na wanaoruka. Mamlaka yote akafanyaje? Akamwachia. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Sasa kitu ambacho umeshapewa, Mungu aingilii, ila unahitaji kumomba unapokuwa umeshindwa, kwamba naomba unisaidie. Niwaambie mfano mdogo kwamba hata mtoto wangu nikimnulia juisi, mimi namnulia tu, nampa. Alafu kama atahitaji nimsaidie kuifungua, ataniambia baba, naomba unifungulie. Kwa nini simfungulii? Kwa sababu nataka afungue mwenyewe. Labda hataki kunywa sasa hivi, anataka aende nayo baadaye, atakunywa baadaye. Vyovyote vile anavyotaka yeye, ni ya kwake. Bwana asifiwe sana. Lakini anapoonyesha kwamba nimeshindwa kufungua na nataka ninywe sasa hivi, ndipo ambapo unaingilia. Sasa ndivyo namna ambavyo Mungu anavyotuchukulia, kwamba ametupa mamlaka ya ukanyaga nyoka na nge, ametupa mamlaka ya kutawala huu ulimwengu. Kwa hiyo kama unataka aingilie ndoa yako, lazima umwambie Bwana na kuomba msaada. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunafunga. Tunapofunga tunautiisha mwili. Nimekutajia andiko gani hapo? Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 15. Bwana asifiwe sana. Tunapofunga tunatiisha mwili. Kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 15, naomba nisome. Kuna maandiko ambayo nataka uyajue, yani uyakumbuke kabisa. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 15 anasema, msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia, na dunia inapita pamoja na tamaa zake zote. Bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu hadumu milele. Bwana asifiwe sana. Kwa mtu anapofunga, anaua tamaa ya mwili, kula, unatamani kunywa muda wote, unajaribu kuutiisha mwili, unajaribu kuelekeza, unaenda kwenye ulimwengu wa roho kuelekeza mwili wako kama mimi ni kiumbe wa rohoni, mimi sio katika huu mwili. Unalazimika kuua tamaa, kuua vishawishi, kuua vile ambavyo mwili unakupeleka. Bwana asifiwe sana. Nawaambiaga mara nyingi kwamba kama mtu hawezi kuutiisha mwili, ikija tamaa nyingine ya ngono, tamaa ya ulevi, tamaa ya sigara, zitamshinda, kwa sababu zote zinatoka kwenye kujizuia. Bwana asifiwe sana. Biblia inatutaka tuwe na kiasi, tuwe na uwezo wa kujizuia, tuwe na uwezo wa kujidhibiti. Bwana asifiwe sana. Tutamwona mtu mmoja anaitwa Danieli, alipopelekwa kwenye nchi ya Babeli, kitu cha kwanza ambacho alifika, akamwambia tumekuandalia chakula kizuri, chakula cha mfalme, nyinyi mtakula na mfalme. Akawaambia sitaki nifanyeje? Nijinajisi. Bwana asifiwe sana. Akakataa kushiriki. Kuna vyakula ambavyo unaitwa na watu, wamevinuia, wametambika, wameua, wamechinja kafara, lakini kwa sababu unapenda kula na uwezi kujizuia, unaenda tu. Bwana asifiwe sana. Jambo la tatu, tumesema cha kwanza, tunapofunga tunafanyaje? Tunaua tamaa ya mwili. Jambo la pili, kuua kiburi. Nimesema mtu anayeomba maana yake kwamba anahitaji msaada, anashuka. Lakini jambo la tatu, tunatoa sadaka, ni shukrani. Sadaka ni shukrani, ni kuonyesha kwamba vitu vyote nilivyo navyo havitokani na mimi, vinatokana na Mungu wangu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunamtolea Mungu kama kuonyesha shukrani, lakini pia kuacha kujitazama sisi wenyewe. Kwa kuna sadaka za Mungu na kuna sadaka ambazo tunazitoa kwa ajili ya watu wengine. Bwana asifiwe sana. Mtaangalia, ukiona wenzetu wakifunga, wanafanya jambo zuri, ni la kiroho na unaweza ukaliingia bila kujua. Lakini wakipika, wakati wanafuturu, wanaalika kila mtu, njoo tufuturu, kunywa kikombe cha uji kimoja shehe. Bwana asifiwe sana. Anataka atimize wajibu kwamba alifanyaje? Alikulisha, alikusaidia, hata kama ulikuwa uhitaji huo msaada. Lakini katika ulimwengu wa roho anajua kwamba kuna faida ya kumlisha mtu, kuna faida ya kumhudumia mtu mwingine.
Kwa tunapofunga tunatakiwa kuwa ni watu wa kumtolea Mungu sadaka. Sisi tunamtolea Mungu sadaka, lakini pia tunawasaidia wale wengine. Sasa nakataa mara nyingi kukumbusha kwamba tutakapofunga uwe na sadaka ambayo pia unawasaidia wengine. Usikusanye chakula cha asubuhi, chai. Mimi mara nyingi najihesabia kwamba hivi kama ningekunywa chai leo labda ningekunywa 2000. Kule posta ukinywa chai mara nyingi utahitaji kutumia shilingi 3000 mpaka 4000. Alafu kama ningekula mchana ningekula 5000. Kwa hiyo mara nyingi kama nakula siku za hizo nitahesabu kama ningekula 9000 nikiwa mjini. Bwana asifiwe sana. Sasa hiyo hela, hebu fikiri kama ungemsaidia mtu mwingine, na ingekuwa ni baraka, kwa sababu umekataa kujiangalia wewe peke yako. Lakini sasa na wewe ujipime kwenye vile vitumbua ambavyo ungenunua, kwenye kila ambacho ungekifanya. Jambo la tatu ambalo mfungo unafanya, la nne. Okay, Bwana asifiwe sana. Jambo la nne, nimeacha ile ya kwanza na yaongezea mengine, kwamba tunapofunga tunavunja nira ambazo zinatusumbua katika maisha yetu na upinzani wa kiroho. Tunapofunga tunakata nira au tunavunja nira au vifungo katika maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Kitabu cha Isaya sura ya 58 mstari wa 6. Isaya 58. Nimesema jambo la nne tunapofunga, nimesema kuna vitu ambavyo havitawezekana isipokuwa tumefunga na kuomba. Na katika Isaya 58 ule mstari wa 6, neno la Mungu linasema Unajua ameanzia mbali, naomba nianzie mbali vile vile. Bwana asifiwe sana. Anasema mstari wa pili, naomba nianze mstari wa pili lakini natafuta mstari wa 6. Anasema hivi, walakini wanitafuta kila siku, upenda kujua njia zangu, kama vile taifa waliotenda haki, wasioacha sheria ya Mungu wao, utaka kwangu amri za haki, ufurahi kumkaribia Mungu. Usema, mbona tumefunga lakini uhoni? Mbona tumejitaabisha nafsi zetu lakini uangalii? Fahamuni siku ya kufunga kwenu, mnatafuta anasa zenu wenyewe na kuwalemea wote watendao kazi kwenu. Tazama, ninyi mwafunga mpate kushindana na kugombana na kupiga kwa ngumi ya uovu. Hamfungi siku hii ya leo hata kuisikizisha sauti yenu juu. Je, kufunga namna hii ni saumu niliyoichagua mimi? Je, ni siku ya mtu kujitaabisha nafsi yake? Ni kuinama kichwa kama unyasi na kutanda nguo za magunia na majivu chini yake? Je, utasema ni siku ya kufunga na ya kukubaliwa na Bwana? Je, saumu niliyoichagua sio ya namna hii, kufungua vifungo vya uovu, kuzilegeza kamba za nira, kuwaacha huru walioonewa, na kwamba mvunje kila nira? Bwana asifiwe sana. Tupata nafasi soma hayo maandiko, yanatuonyesha kwamba tunapofunga, kazi ya kufunga ametutajia kwenye huo mstari wa 6 kwamba kufunga, saumu ambayo Mungu ameichagua ni kufunga, kuvunja vifungo vya nini? Vya uovu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunapofunga tunavunja vifungo vya uovu, kuzilegeza kamba za nira zilizotufunga. Tumefungwa kwenye hali fulani. Kuna mtu amefungwa kwenye uzinzi, kuna mtu amefungwa kwenye ulevi, kuna mtu amefungwa kwenye uchawi, kuna mtu amefungwa na vitu ambavyo ni vya kifamilia. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunapofunga tunapata nguvu na uwezo wa kuvilegeza hivyo vifungo. Na anasema baadhi ya vita haviwezi kuondolewa na maombi peke yake. Anasema kufunga kunaongeza moto katika maombi yako. Bwana asifiwe sana. Unavunja minyororo ambayo imekufunga kwa miaka mingi. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa anasema kufunga ni silaha ya deliverance, ni silaha ya ukombozi juu ya mizizi ya uonevu ambayo inatuonea katika maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Kuna mtu anaelewa au naenda haraka? Hilo ni jambo la ngapi? La 4 ambayo maombi ya kufunga na kuomba yanafanya. Jambo la pili anasema kama inafanana zile ambazo nimetangulia kusema, lakini anasema kufunga kunanyenyekeza mwili na kuinua roho. Haleluya. Kufunga kunafanyaje? Kunanyenyekeza mwili na kuinua roho. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe.
Kwenye Wakorintho wa pili sura ya pili mstari Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 16 anasema ingawa utu wetu wa nje unafanyaje? Unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unaimarishwa. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo inawezekana tunapofunga tunaonekana kama tumechoka, kama vile mwili umepoteza nguvu, umepoteza nuru, lakini anasema we give strength to our inner being. Tunaupa nguvu utu wetu wa ndani, unaimarika. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo mtu ambaye hafungi maana yake ni kwamba ameupa mwili nguvu, lakini kiroho amenyongonyea. Sio kama uliwahi kufunga 3 kavu. Bwana asifiwe sana. Wanaofunga 3 kavu wanajua kwamba siku ya kwanza unaanza kusikia njaa ya siku ya 3. Yaani unawaza nitafika Jumapili kweli? Yaani unaiwaza ile. Mwili unaanza kuchoka, mwili unaanza kulegea. Sasa hebu fikiri kwamba tunapofunga unavyoishiwa nguvu kwenye mwili. Sasa fikiri mtu ambaye afungi, aombi, asomi neno, muda wote anakula kwenye mwili. Maana yake ni kwamba yule mtu wa ndani anafanyaje? Anazimia. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Sasa kama mwili ukiunyima chakula masaa 72 unajisikia kabisa unataka kufa. Hebu fikiri huyo mtu wako wa ndani ambaye hajapewa chakula, hajapewa maji ya aina yake ya kiroho, hajawekwa kwenye mazingira hayo, amekufa zamani. Ndio maana kwenye kitabu cha Ufunuo anasema una jina la kuwa hai lakini umekufa. Unaonekana kama unatembea kama vile una nguvu, kama vile uko sawa, lakini you are not okay, kwa sababu kuna kitu katika ulimwengu wa roho ambacho hakiko sawa. Bwana asifiwe sana. Ndio maana kwenye Waefeso sura ya 1 mstari wa 18 anasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Bwana asifiwe sana. Nadhani Waefeso 1:18 anasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Kwa hiyo macho yetu ya ndani yatiwe nuru. Tunapofunga tunataka kuimarisha roho na kuufisha mwili. Bwana asifiwe sana. Amesema kwenye Wagalatia sura ya 5 mstari wa 16 anasema enendeni kwa roho na wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Kwa tunaua tamaa za mwili kupitia kufunga na tunapata ukombozi. Zaburi ya 35 mstari wa 13, Zaburi ya 35 mstari wa 13, neno la Mungu linasema bali mimi walipougua wao, nguo yangu ilikuwa gunia, nalijitesa nafsi yangu kwa kufunga, maombi yangu yakarejea kifuani mwangu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Anasema bali mimi walipougua wao, nguo yangu ilikuwa gunia, nalijitesa nafsi yangu kwa kufunga, maombi yangu yakarejea kifuani mwangu. Kwa hiyo tunapofunga tunaimarisha mtu wetu wa ndani na utu wetu wa ndani unaimarishwa. Jambo la ngapi? La 6. Na mtu ananipoteza. Bwana asifiwe sana. Naloongezea la 3. Kwa hiyo kama la 6. Bwana asifiwe sana. Anasema kufunga, sasa aka neno kameandikwa kwa Kiingereza. Anasema fasting increases spiritual sensitivity and discernment. Haya maneno yananipa shida sana. Kufunga kunaongeza spiritual sensitivity, utambuzi wa kiroho, au ningesema ni utambuzi wa kiroho. Hebu unajua tunaposema hivi, uliwahi kuona mtu anasugua sufuria nje alafu una meno yako unasikia kama vile ana yaani mtu anatikisa sufuria lake huko nje alafu unasikia meno yako kama yanaingiliwa, sio? Sasa hiyo wanaitaga sensitivity, kama meno yako sensitive, yanahisi kwa haraka. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kufunga kunaongeza uwezo wako wa roho kuhisi vitu, si ndio? Imeeleweka? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe na Mungu. Kufunga na kuomba kunaongeza uwezo wako wa kiroho wa kuhisi vitu na kutambua vitu katika ulimwengu wa roho. Umeelewa? Bwana asifiwe sana. Ukienda mahali ambako kuna mtu ana kitu kibaya, unashuhudiwa. Unahisi mna jambo hapa aliko sawa. Waswahili wanasema machale
amenicheza. Sasa wewe machali asikucheze. Roho Mtakatifu hakusaidie useme Roho Mtakatifu amenishuhudia hapa kuna kitu hakiko sawa. Mazingira niyo yaona haya, sitakunywa. Nilivyoona chakula chao, nilivyohisi, ninavyosikia ndani, sitakula. Sio kwa sababu nina ubaya, lakini kuna kitu nakihisi kama hakiko sawa. Bwana asifiwe sana. Mtu anakupa zawadi, unaichukua, alafu unasikia kitu unakwambia omba. Sio kwa ubaya. Kuna wakati wananipaga watu zawadi na nazitupa. Sio miongoni mwao. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Sio kila zawadi naipokea, sio kila zawadi naifanyia kazi. Yaani kuna mtu siku moja akanitumia pilipili moja. Yaani kaona mtoto wake amekuja na pilipili moja, sema mama nakutumia hii pilipili moja. Pilipili moja. Yaani hata kuiweka kwenye kibakuli basi akasema nimempelekea pilipili 4-3. Ngazema nenda katupe hii pilipili nje. Bwana asifiwe sana. Kuna vitu ambavyo ukiwa una macho yako ya ndani yako active utaelewa. Sio? Bwana asifiwe sana. Nimewahi kwenda mahali mtu ametukaribisha. Ni ndugu yetu kabisa. Ametukaribisha, ametupa chakula. Mimi na mke wangu. Tumekula. Alafu yeye wakati tunakula yeye anazuga hali. Tumemaliza akasema nataka nilie kwenye sahani ya mke wako, hatujana nini muda mrefu sini. Sahani nyingine ambazo hazijatumika zipo pale. Sisi mnaelewa? Akachukua ya mke wangu na akapakulia chakula. Alafu kabla mimi sijamaliza akaiwai na ya kwangu. Nikaanza kukemea hapo kwa jina la Yesu, navunja chochote na ndio kabisa. Naona kabisa huyu mtu ana hila, hii ni hila ya shetani. Huyu mtu ana kitu anakifanya kwenye ulimwengu wa roho. Bwana asifiwe sana. Kwenye ulimwengu wa roho watu wako sensitive. Kuna watu ambao anakunawisha maji yakusanye. Mimi sitaki uwe mchawi wala uwaze kichawi, lakini kuna mtu ambaye anakunawisha unako nao pale anayakusanya. Wenzetu wanaelewa. Kuna watu wanajua kwamba anapokuja kwako anatanguliza mguu gani. Aidha ni wa kushoto au wa kulia, anajua. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kuna vitu vidogo. Nitulizia hao ndugu. Kuna vitu vidogo ambavyo kama uko vizuri rohoni. Bwana asifiwe sana. Sisemi kwamba kila kitu ukihisi utembee kwa kuhisi, lakini kama uko vizuri rohoni, Roho Mtakatifu atakufungua kujua kwamba hili jambo huyu mtu amelifanya hivi, lakini nahitaji niingie kwenye maombi niombe. Bwana asifiwe sana. Bwana ape sifa. Hata kama amekulisha hilo jambo umeshafanya, lakini angalau ile kuwa sensitive kwamba nimeelewa kunawezekana kuna kitu kimefanyika, then utaingia kwenye maombi, utaomba. Bwana asifiwe sana. Niliwaambia siku moja nimeenda kwenye hoteli moja Arusha. Nimefika, nimekuta kuna mashuka, kuna mito mingine nilikuwa nimeenda kwenye graduation ya Linda. Nimekuta wameweka vitambaa vina ngozi ya chatu. Sasa nimekaa lakini mwili wangu kama unasisimka. Na nisema kuna kitu hakiko sawa hapa. Kuna kitu kwa nikaamka nikaanza kuomba, nikavunja madhabahu, navunja yani kila kitu najua nikiingia lazima nipate muda kwanza. Sasa nilikuwa nimechoka kwa hiyo nikalala kwanza lakini tangu nimeamka nahisi kama kuna kitu hakiko sawa. Bwana asifiwe sana. Baadaye nikamuita, nikampigia simu mapokezi. Dada, nakuomba. Akaja. Nikamwambia naomba uniondolee hivi vimito vyote vyenye kitambaa cha chatu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile dada unajua aliniambiaje? Akaniambia, hata watu wengine wanakujaga wanavikataa. Bosi wetu alivileta sisi wenyewe hatujui. Akaviondoa na nikajisikia amani ndani yangu. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo iwe ni mashuka, iwe ni vitambaa, iwe ni chakula, lakini tunapofunga we increase our spiritual sensitivity and discernment. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 2 inaongelea habari ya kupata, tunapofunga tunaongeza uwezo wetu wa kusense au wa kuhisi na kuelewa vitu ambavyo vinatoka kwenye ulimwengu wa roho. Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 2. Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 2. Neno Mungu linasema na huko Antioki, naanza mstari wa kwanza. Anasema na huko Antiokia katika kanisa lililokuwako palikuwa na manabii na walimu, nao ni Barnaba na Simeoni aitwaye Nigeri na Lukio Mklene na Manaeni aliyekuwa ndugu wa kunyonya wa mfalme Herode na Sauli.
basi hawa walikuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Ndipo wakiisha kufunga na kuomba, wakaweka mikono juu yao, wakawaacha waende zao. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mstari wa pili anasema, basi hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufanyaje? Amsikilizi, mnaangalia watoto. Walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufanyaje? Na kufunga. Kwa hiyo kuna ibada na kufunga. Anasema Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli. Kwa hiyo mtu ambaye anafunga na kuomba atamsikia Roho Mtakatifu akisema. Bwana asifiwe sana. Ndiyo maana ya kuwa na hisia za kiroho au kuwa na kusikia mambo katika roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Mara nyingi nadhani unasikia watu wanasema, nikasikia Roho Mtakatifu ananiambia, nikasikia Roho ananishuhudia. Ni kwa sababu kuna mtu ambaye amejipanga na anajua Roho Mtakatifu anaposema. Bwana asifiwe sana. Lakini kama haufungi na kuomba, kuna vitu ambavyo hautavielewa. Jambo la ngapi sijui, la 7, anasema kufunga hufungua milango ya kimbingu na kukupa uelekeo wa kuelewa njia ya kuchukua. Fasting opens doors for divine direction and clarity. Nikisema kwa Kiingereza kanakuwa katamu. Bwana asifiwe sana. Kufunga kunafungua divine direction, kunatoa mwongozo wa kiroho na uhakika katika kufanya maamuzi. Bwana asifiwe sana. And the clarity. Anasema fasting opens the door for divine direction, kwamba inakusaidia kupata mwongozo wa kimungu, sio kujiendea tu, unapata mwongozo wa kimungu and the clarity, na kuwa na uhakika na kila ambacho umekiona au unataka kukiendea. Ezra sura ya 8 mstari wa 21. Kitabu cha Ezra sura ya 8 mstari wa 21, aliyepata Ezra sura ya aliyepata Ezra nisaidie kusoma. Ezra sura ya 8 mstari wa 21. Mimi kila nikiangalia naona Ezekiel. Kuna mtu ana Biblia hapo? Ezra sura ya 8 mstari wa 23. Bwana Yesu asifiwe. Ezra alipata mwelekeo na njia ya kuchukua kwa sababu alifunga na Mungu akamfungulia. Tumesema Ezra sura ya 8 mstari wa 21, sio 23. Aya, nitasoma zote. Anasema hivi, kwanza mstari wa 21. Ezra sura ya 8 mstari wa 21 anasema, ndipo nikaamuru kufunga hapo penye mto Ahava, ili tupate kunyenyekeza mbele za Mungu na kutafuta kwake njia iliyonyooka. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ezra anasema alielekeza kufanyaje? Kufunga. Alafu anatoa sababu, anasema hapo penye mto Ahava, ili tupate kujinyenyekeza mbele za Mungu na kutafuta kwake njia iliyonyooka, kwa ajili yetu sisi wenyewe na kwa ajili ya watoto wetu na kwa mali yetu yote. Maana naliona haya kumwomba mfalme kikosi cha askari na wapanda farasi, ili kutusaidia juu ya adui njiani, kwa maana tulikuwa tumesema na mfalme tukinena, mkono wa Mungu juu ya watu wote wamtafutao kuwatendea mema, bali uweza wake na ghadhabu yake ni kinyume cha wao wamchao. Basi tukafunga tukamsihi Mungu wetu kwa ajili ya hayo, naye akatutakabali. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. So they prayed for the